Nipo Arusha kwenye michuano ya Chipkizi. Nimepata bahati ya kufika msimu. Kila mwaka nimekuwa nikisikia inafanyika na mimi nikawa na hamu ya kujua nini kinachofanyika. Nilichokikuta hapa kinatia matumaini kwa miaka ya baadaye kwenye mpira wetu, kwa maana vijana chini ya kuanzia miaka 7 mpaka miaka 20 wako wanajifundisha namna ya kucheza mpira. Miaka sisi tunakuwa ilikuwa ni kipaji tu kinatosha, lakini sasa hivi imeshahamia kijana anapaswa kufundishwa kama shule. Sasa ukikuta vijana wamekusanyika kwa wingi kiasi hiki wakiwa na usimamizi mzuri, lakini kukiwa na watu pia wanawaandalia jukwaa, kwa sababu Chipkizi wameandaa jukwaa na wamepata mwitikio kutoka kwa baadhi ya timu ambazo nao zimeleta vijana. Mimi kwangu ni faraja, kwa sababu pia naangalia watu wa baadaye wakuja kucheza. Sisi tulikuwa tunacheza, tumetoka, wanapaswa kuja watu wengine. Leo tuna kina Faisal watatoka, wanapaswa kuja wengine. Kwa hiyo juhudi ambazo zinafanywa na Chipkizi kwanza kutengeneza hilo jukwaa zinapaswa kutambulika. Utambulika si lazima kwa kuzibeba hizo juhudi, lakini pia hata kwenye kusaidia baadhi ya vitu ambavyo wao wanavyo kama changamoto. Kwa mimi kama mtu ambaye maisha yangu mengi nimeishi kwenye mpira, kwa kweli kwa leo nimefurahi sana kwa namna ambavyo nimewakuta vijana wadogo wakiwa wanafanya vitu ambavyo sisi tulikuwa tunajifunza tushakuwa watu wazima. Yaani kuna wakati sisi tuko tunacheza, unakwenda kwenye timu ya taifa ndio unakuta mwalimu wa timu ya taifa anafundisha how to receive, how to pass, how to turn. Then ana take time, na timu ya taifa ni siku 3. Kile unaona vijana kama hawa wakishakuwa na hiyo misingi, basi mwalimu wa taifa anaweza kuwa na, au wa klabu anaweza kuwa na ni nzuri tu ya kupitisha mipango ya timu kimbinu na timu na jambo likaenda. Mimi niwapongeze Chipkizi na niwaombe tu wasichoke, sababu hizi harakati ni kama kupigania uhuru. Lazima kuna watu wataabike, wafe, ndio watu wengine waje kukaa huru, kama ambavyo sasa hivi sisi tunajiita nchi huru. Kuna watu wengi sana walipata tabu. Kwa hiyo Chipkizi ni wapambania uhuru. Miaka 10-15 baadaye wanaweza kuwa wanajivunia kwamba yule kijana unamuona alikuja kwenye michuano yetu miaka 4 mfululizo, development yake ni hii, na leo unamuona anafanya kitu hichi. Kizuri ni ile database iwepo, ili na wao ile return wanaiona na mrejesho. Niwashukuru Chipkizi, lakini pia mimi bado nipo, na Mungu akinijalia sitopenda tena kuwa nakosa ile tukio. Nilikuwa sijawahi kufika, lakini nimefika sasa. Imenipa deni tena, kama napewa uhai na uwezo wa kufika, basi inshallah msimu ujao tena tutaonana.